Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, tarehe 24 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, Kanguli bado iko chini ya udhibiti wa FARDC na wazalendo, azungumza Kasikuza, kiongozi wa FARDC kwa upande wa maeneo ya Point Zero. Uvira, wazalendo watoa wito kwa jamii yote kutokana na hali inayoendelea kwenye uwanja wa mapigano. New York, DRC yataka Umoja wa Mataifa kutumia suluhisho la 773 kwa ajili ya kushirikiza Rwanda kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na usitishwaji wa mapigano. Huko nasikiza matangazo haya kupitia Mutul FM kutoka maeneo ya Shabunda, na vile usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Fizi, Jimboni Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kanguli bado ipo chini ya udhibiti wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Taarifa za awali zilithibitishwa uwepo wa magaidi wa M23 maeneo ya Kanguli, kitu ambacho kilikuwa ni uongo na kisichokuwa na uhakika ndani yake. Taarifa kamili kutoka kwenye uwanja wa vita zimekuwa zikizunguka mara kwa mara kupitia Baraka1 TV na kudhibitisha mpaka sasa hivi kwamba Kanguli iko chini ya udhibiti wa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sio magaidi wa M23. Kwa sasa M23 wanatumia nafasi za mitandao ya kijamii kuweza kujinadi na kuendeza propaganda ambazo ndani yake zinakuwa zina uchochezi na uongo wa kupitiliza. Kutoka kwenye uwanja wa mapigano maeneo ya Point Zero, ndugu Kasikuza ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa FARDC, kundi la wazalendo linaloongozwa na Jenerali Kakubanya, ambaye amekuwa akipambana mara kwa mara huko milima ya nyanja ya juu pamoja na nyanja ya chini tarafani Fizi, Uvira pamoja na Mwenga, amedhibitisha kwa umma ya kitaifa na kimataifa kwamba taarifa za kuanguka kwa Kanguli mikononi mwa magaidi wa M23 hazina ukweli ndani yake na ni taarifa za uongo na zinastahili kupuzwa na jamii. Jambo ndugu zangu wapenzi Wakongomani ambao wanajibatre juu ya nchi yao. Jina langu ni Kasikuza Ndegesi Prince, Presida wa movement ya FDCC/APC ambayo inaongozwa kijeshi na kamanda Kakobanya Justin na Kalambi, Fro ya Point Zero. Fro ni Point Zero, ndio mahali ambapo tunatenda kazi kwa ajili ya ukombozi wa nchi yetu. Nilitaka tunijulishe watu ambao walisikia ujumbe na habari maandishi kutoka kwa Biobe Malinga ambaye ni msemaji ni mtangazaji wa radio, sijui radio gani. Ni Biobe Malinga, ni kijana ambaye tunajua sana, mtu ambaye aligomboa Lubunga bya Ombe, na aliandika kusema Kanguli tayari imekwisha kudhibitiwa na adui. Ninataka kuambia kwamba ni uongo. Kanguli mambo iko sawa, hakuna shida. Bado mipango inaendelea. Ila mipango haiendelei juu ya kugomboa Kanguli, juu Kanguli ni eneo ambazo sisi tunadhibiti. Ile maneno ya Biobe Malinga
ni maneno ambayo inatoka kwa upande wa pili wa M23. Unajua watu wengi wamekwisha kuoza. Yule kijana anatumika kwa masilahi ya Lubunga Biaombe. Or Lubunga Biaombe c'est quelqu'un qui s'est rallié derrière M23. Na waza watu wote mnajua. Ndio maana watu ambao wanatumika na wazee kaza wa kaza ambao walikuwa viongozi wa nchi wakati wa mustafu Rais Joseph Kabila, hao watu majorite yao papa ni watu ambao hawana masilahi ya kutumikia nchi. Hawana masilahi ya kutumikia nchi. Ni kwamba watu wote muwe na imani kwa serikali yenu ya Kongo, kwa jeshi la Kongo, kwa wazalendo wenu wa Kongo ambao wangali wanashimama kwa msimamo wa kutetea nchi na mali ya nchi na mipaka yake. Ndio maana watu wengi hawako wanajua. Adui haiko tu ule mwemuko mnasikia iko na bunduki. Na maadui wengine wako na Kinshasa wako bale bote babiobe malenga. Mtu mzima huko journalist huko natangaza vitu vya bongo. Tulitaka kuhakikishia kwamba hakuna vita Kanguli. Kanguli ni imara, Kanguli tunaimarika na Kanguli itaendelea kuimarika. Ile ni vitisho vya adui vya kutaka kusambaratisha watu, raia wakimbie, waende wanahangaika. Ila tunawatangazia kwamba Kanguli ni imara na hakuna shida yoyote. Tukibaki jimboni Kivu ya Kusini na tukiingia ndani ya tarafa ya Shabunda ambayo kwa sasa iko chini ya udhibiti wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka mwanzo, hali ya magonjwa ya Ebola yanasadikika kwa sasa kuingia ndani ya Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Shabunda. Kutoka maeneo hayo watu wamekuwa wakituma taarifa kaza wa kaza kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bila kupata suluhisho. Kwa sasa watu wasiopungua 3 wanasadikika kuwa tayari wamekwisha kunaswa na ugonjwa wa Ebola na kupoteza maisha. Moja kati ya dalili wanazozipitia ni kuanza kutapika damu na baadaye kupoteza maisha kabisa. Tumezungumza na moja kati ya wakaazi wa maeneo ya Shabunda na aliambia Baraka One TV kwamba wao wanatengwa sana na hakuna msaada wote wanaopata kutoka serikalini, huku wakiwa na wasiwasi mkubwa kwamba ugonjwa huo wa Ebola unaweza ukasambaa na kusababisha maafa makubwa kutoka maeneo ya Shabunda. Jambo sana bwana mtangazaji. Jambo sana, magharibi njema na Mungu akusaidie kupata mafanikio njema na maarufu kwa kazi yako. Lakini nakukumbusha habari ya Shabunda. Pole mama. Symptôme ya virus Ebola ilishajipresente mu territoire ya Shabunda presque 3 fois. Mimi niko mu Riviere Olimba. Symptôme ya kwanza ilikuwa mwezi wa 5. Kwa kijana mmoja hivi alianza kutapika damu asubuhi na maneve na kufikia 11. Symptôme ya pili mwingine akapitikana kwa kariere nye banaita ndea, akatapika damu akakufa. Kwa leo tena niko na kutumia maimage natoka tena leo parapona vyetu kwa tunasikia parce que territoire ya Shabunda iko totalement enclavé. Hatukuwake na mtu wa kutusemea par rapport na nye ba journaliste. Hatuna mtu kamili wa kutusemea. Na tuko chini ya serikali ya nchi. Territoire yetu hayakuwa affecté na nani na M23. Total territoire yetu iko totalement contrôlé na gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais wa kutusemea haiko. Pour le moment 3e cas yenye nataka kutumia pale ya virus Ebola. Pona bote kwa tunasikia Ituri
paraporo mwatuko tu tunasikia ba Kongo kuendelea vile na ishingia deja Nord Kivu. Baada ya taarifa hizo, tunaomba serikali kuweza kuingilia kati huko Shabunda, kwa sababu kama ndo hali jinsi ilivyo na wagonjwa wanabebwa na watu wengine wakishikwa na mkono, zile damu zikiwamwagikia. Kwa hiyo kuna hatari kubwa ya ugonjwa wa Ebola kuweza kutapakaa, na hivyo itasababisha matatizo makubwa ndani ya maeneo ya Shabunda. Tubaki tu jimboni Kivu ya Kusini na tuingie tarafani Uvira, ambako wazalendo watoa wito mzito kwa jamii yote. Kamanda dawa ya panya anahusika na operesheni pamoja na vita ndani ya kundi ya wazalendo ya APC inaongozwa na General James Fieka Adui. Kamanda dawa ya panya ameweza kutoa wito kwa jamii ya kitaifa na kutoa takwimu halali ya hali jinsi inavyozidi kuendelea kwenye uwanja wa mapigano. Habari zimekuwa ni nyingi zenye kuzagaa sehemu mbalimbali, lakini ukweli wa taarifa hizo zipo kwenye uwanja wa mapigano. Kwa sasa dalili zinazidi kuonekana kwenye uwanja wa vita, M23 wakijinadi kuendelea kujipanga na waraia pia wakiwa na wasiwasi kwa kuona kila dakika magaidi wa M23 wanapanda na kushuka kwenye magari huku wakiambatana na silaha za kutosha. Kitendo hicho kimeweka wasiwasi mkubwa kwa wananchi na kufanya watu kuanza kuchukua maamuzi ya kuondoka maeneo yao, na dalili hizo zimekuwa pia zikiwaweka wengine woga, na hivyo kujiuliza kama kweli serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wapo, na kama wapo nini wanachokifanya kwa ajili ya kuondokana na tatizo ambalo wananchi wako napitia katika maeneo mbalimbali ambako kunadhibitiwa na magaidi wa M23. Kwa mfano wa Kamanyola, jana Kamanyola kulikuwa kuna mkutano wa magaidi wa M23 ambako walionekana kuweza kuongeza vikosi maeneo ya Katogota, huku pia Bukavu juzi wanajeshi wa M23 wakitoka Goma na kuingia Bukavu huku wakielekea maeneo ya Nyangezi panda shuka ndani ya jiji la Bukavu. Tulizungumza na kamanda dawa ya panya kutokana na hali jinsi inavyoendelea kwenye uwanja wa vita na ni nini haswa ambacho anaweza kuongea na wananchi ili kuweza kutuliza mioyo ya ile ambayo iko nazidi kuendelea. Ninasalimu kila mkongomani kwa jina lake. Ni wenu kamanda mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake, komanda d'operation wa mouvement ya APC inaongozwa na General James Fieka Adui, komanda dawa ya panya. Mouvement ya APC yani Armée Patriotique du Congo. Mimi ni komanda d'operation. Ninakia kuongea kufatana na usalama mdogo na hali ya hewa yenye mko naendelea kusikia kumalinde froa kwa chana kufatana kusema kwamba adui iko naendelea kujirenforcer, adui iko na avancer. Nilitaka kusema ndugu zangu wa Kongomani, ninashukuru kwanza tena Mungu mwenyewe anatupatia uzima na nguvu. Sima yetoka kumalinde fro ndio tuko na realite yote. Na adui ndiye mwenyewe konekana kumagere mediatike ana na realite yote. Adui ule mwenyewe anapigwa huku na kukamatwa mateka ndio ule mwenyewe anakuwa na realite parce que alipigwa na akamatwa mateka iko na realite yote. Na waza mnanifuata bien. Adui ule mwenyewe anapigwa na kukamatwa mateka iko na realite. Na adui ule mwenyewe kwa kumedia kwa na panike watu kwa media ana na realite yote ile. Wandugu zangu wa Kongomani, tunaendelea kusikia kwamba jana Levende mu axe ya Sange kulipigwa kule kabisa, kulikuwa installe maarme lourd na kuanza kusukula maarme lourd hapo wanasukula memuyo kama sisi wazalendo na FARDC yetu yenyewe natunga mkono yenye roho ya uzalendo iko imara na iko ngangari. Na vile vile bila kusahau wazalendo wote tuko kwa umoja na upendo na tuendelea kufika juu. Mouvement ya APC inapatikana kwenye linde front yote. Hata Runingu tuko na basoda niliacha pale. Niko na basoda niliacha pale. Mouvement yetu tuko sababu ni commander sector wetu niliacha pale. Na mimi nikapanda huko yule.
kwa sababu mimi ni mtu mwenye nekalaka na kisirani, na ile kisirani ndio nekalaka niko na reagir gisi mimi napenda. Ile kisirani kyangu siwezi kukala karibu na mtu mwenye kwa nuia bandugu. Sasa vile M23 ni kale leo tunakuwa bavazin. Kesho wala kesho tutaona na ba FARDC tutatanda kulomba sigareti mwenzao mwenye kwa kuposition pale. Bwana ni haye nipatata sigareti pale. Utalomba mnakuwa bavazin. Amupigani mnaanza angaliana na vile mtazoeana na mnakuwa bavazin mnaanza lombana na masigareti. Ile yote. Sasa mimi sasa naikalaka na roho kulungula. Siwezi kala karibu vya vile. Siwezi kala na adui karibu fasi moja. Na veke tigezetu nilikuwa nikaona mbona tupande kuyulu. Na wengine wazalendo walipanda. Kile nitawaambia muaksha Minembwe balikata connection. Muaksha ya Fizi balikata connection. Kusiku ya adui mwenye atafanikiwa kusema na avance fachi fulani. Ni habari ya bongo. Hakuna rezo kule. Adui yeye kwa na mimi ya kukuwa na rezo na si bakaji tunakosa rezo. Iko na ile puissance. Mantene yote iko ni ile make mconnection ya nani ya ile kwa entité ya nani ya territoire ya Fizi iko inakatiwa yote. Mungazi za juu. Hakuna adui mwenye kwa mopla watu ya kudanganya sema anatupiga na avance. Bana kwa kama anatafuta tumemaji ta zamani bana tupublie. Tumemaji ta zamani bana tupublie. Memuye kama adui huko yetu kwa anakosa njia hapa ya kusema pite kaziba kukuya huku ya kwenda Minembwe hakuna. Alipima kuchokoza hapa juzi, nilimfieka hapa, tulimchangilia, tulimpiga huku na akashuka tena karudia mbio tena ya nguvu, na tulikamata kamatiwa ndani. Ni ile mwisha katala sehemu na kamata mtu mabeba kwa serikali jua nini hata tunawakamata mpaka mwisha kwa wapi tutaamua tena kushusha mtu aseme yo huyu. Kama tunaweza kamata disi tunashusha moya kome preve mengine yote tunabakia nao tunakula sani moja. Hata determine ni kukula sani moja mwisha kuyu. Haitakuwa mafaniki sasa tulibana 15 30 ba mateka na tunawabeba mstari mwa tushuke Uvira. Ile lienga tuna nayo. Kama wale tukamata sio nitacha mzima. Wala kama tukamata sio ngetoa Bukavu sasa tulikamata wazalendo wao tunaweba Bukavu. Mshaka unaka hata siku moja. Kutakuwa unakoa mwa kwenda temwenye. Bali nikamata waneema. Ndio hivi. Sisi tuko mvita tukapigana adui. Kwenye wanaanza kuangalia njia ni njia ya wapi ya nani ya Kavumu kwenda kamata kwa aeroporo kale aeroporo ka Kavumu ndio waanza kutransporter basoda wapitie helikopteri kwenda kubatusha mwatitele wanamiliki Minembwe. Tunalomba wenzetu FARDC tu nyeko mu axe Minembwe iko vigilance sana parce ile helikopteri inaweza panda inapanda yulu sana shida yenye tuko chini. Petati tutaiona. Wale na kamata na inaenda kuzunguluka mtigaja mrefu inaenda kutelemkia na inaenda telemkia kote nani ya Minembwe. Sie petati leo kuma position hatutakubaona. Tunalomba wenzetu wenye bako kule bapoe tayari kushughulikiana na adui. Humu mwa plateau hapa anakosa njia na kuna njia tunafunga kote. System yenyewe nakuya ilifanya kukamata nani helikopteri naanza kutransporter basoda na basisa Minembwe. Tunalomba ile kote moja. Tunashukuru sana kwa kuona si bote tuko mkimoja tunasemea moja tunakulia sana moja. Hatuna na ubaguzi hapana, tunaweza kuwa na mizozano tuko na mapendo. Na ingine message yangu nitaka kusema ku gouvernement yetu na wenzetu wazalendo wenyewe ku afya Kamituga. Wewe bale mko kule. Bazalendo wenyewe mnachukuta mko Kamituga. Tunadadigesha kwenu. Ile ina pei nyingine. Msiteshe population. Ile haina pei nyingine. Mpaka ni Kongo moya. Msiona sema ndio nataka profia mateso. Na bandugu yetu bazalendo malgré difficulté ya gouvernement yetu. Muangalie namna kuproteger population yetu. Hatuna na besoin kutesha population. Bakaaja Kamituga wanalia sana. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado imeweza kuweka mikakati thabiti na kila kona bado majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo wanajipanga kwa ajili ya kufanya kazi kubwa, operesheni ambayo itakuwa ni ya moja kwa moja ya kuweza kuondoa kote ambako kunapatikana magaidi wa M23. Tukizungumzia Kamanyola, Bukavu, Nyangezi, Igoma, Minova, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo,
na sehemu zozote ambazo mpaka sasa ziko chini ya M23 ni shughuli kubwa ya serikali kuweza kurejesha amani na utulivu kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye ambaye uko unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Huko unasikiliza matangazo yetu ya asubuhi tarehe 24 za mwezi wa 7 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati asubuhi, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Matangazo haya unayopata kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Arwe na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, ukiwa bado wako unasikiliza Baraka One TV. Tuingie moja kwa moja huko New York kwenye baraza la Umoja wa Mataifa. DRC yataka Umoja wa Mataifa kutumia suluhisho la 2773 D773 ambayo ilikuwa inahusisha kuweza kusitisha mapigano na pia kuondoka kwa majeshi ya Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza mbele ya baraza la Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Teresa Kaikwamba Wagner ameweza kuikumbusha Umoja wa Mataifa kutokana na kile ambacho kiko kinazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita ya uvamizi kutokea Rwanda kupitia M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasisitiza kuhusiana na swala la resolution iliyochukuliwa na baraza hilo la Umoja wa Mataifa la 2773 ambayo inahusisha M23 kuweza kuweka silaha chini na kuacha mapigano, huku pia Rwanda ikiondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuacha kuisaidia kwa njia yote ile M23. Huyu hapa Bi Teresa Kaikwamba Wagner. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est honorée de présider ce débat public consacré au renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends dans le cadre du suivi de la résolution 2788. Je souhaite la bienvenue au secrétaire général, M. Antonio Guterres, et je le remercie pour son engagement constant en faveur de la diplomatie préventive. Je salue également le Pakistan pour son rôle dans l'adoption de la résolution 2788, ainsi que pour l'excellente coopération entretenue avec notre présidence. Mesdames et messieurs, notre débat intervient à un moment où les conflits se multiplient, les crises s'enracinent et les tensions géopolitiques s'intensifient. Dans ce contexte, le règlement pacifique des différends n'est pas un idéal abstrait. Il constitue l'un des fondements de l'ordre international établi par la Charte des Nations Unies. Le chapitre 6 met à notre disposition un ensemble d'instruments éprouvés. Négociations, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, bons offices du secrétaire général et coopération avec les organisations régionales. Ces mécanismes ont souvent été présentés comme des moyens de mettre fin au conflit. Ils sont avant tout des instruments de prévention. Leur vocation première est d'empêcher que les différends ne dégénèrent, que les tensions ne s'enracinent et que le recours à la force ne devienne l'issue par défaut. La diplomatie préventive commence bien avant le premier coup de feu. Elle consiste à détecter les risques, établir les faits, maintenir ouverts les canaux de dialogue, créer les conditions de la désescalade et offrir des alternatives crédibles à la violence. Mesdames et messieurs, les instruments existent. La véritable question est donc moins celle de leur existence que de leur efficacité. Trop souvent, ils sont activés tardivement, appliqués de manière inégale ou privés du suivi politique nécessaire pour produire des effets attendus. Des résolutions sont adoptées mais demeurent incomplètement mises en œuvre. Des sanctions sont décidées mais leur suivi est retardé ou affaibli. Des mécanismes de surveillance cessent de fonctionner alors même que les violations persistent. Des demandes de cessez-le-feu ou de retrait sont formulées sans dispositif suffisamment robuste pour en mesurer l'exécution et en tirer les conséquences. Autrement dit, un mécanisme peut continuer d'exister sur le papier tout en perdant progressivement
sa capacité à influencer les comportements sur le terrain. Or, en matière de prévention, le facteur temps est déterminant. Une médiation engagée trop tard accompagne parfois une crise sans plus pouvoir l'empêcher. Une sanction décidée après des mois de violence peut punir, mais elle ne prévient plus. Une résolution sans suivi risque de devenir une déclaration d'intention plutôt qu'un instrument de paix. Le défi auquel nous sommes confrontés n'est donc pas celui d'une absence de mécanismes, il réside dans notre capacité collective à les mobiliser suffisamment tôt, à les faire fonctionner pleinement et à garantir leur mise en œuvre. Distingués membres du Conseil, pour la République démocratique du Congo, cette réflexion est profondément concrète. La résolution 2773 a fixé des exigences claires: cessation des hostilités, retrait des forces étrangères, fin du soutien aux groupes armés et respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de mon pays. Sa mise en œuvre dépasse cependant le seul cas de la République démocratique du Congo. Elle constitue un test de la crédibilité du Conseil de sécurité. Car une résolution qui demeure sans effet affaiblit non seulement la paix qu'elle entend protéger, mais également l'autorité même du Conseil. C'est précisément là que la résolution 2788 prend tout son sens. Elle nous rappelle que la prévention ne dépend pas seulement de nouveaux engagements politiques, elle dépend surtout de notre capacité à utiliser pleinement les instruments de la Charte, que la Charte met déjà à notre disposition. Mais le dialogue ne saurait devenir un substitut à l'exécution des obligations existantes. La médiation ne peut remplacer le respect du droit international. Les deux sont complémentaires. La paix durable exige le dialogue, mais aussi la mise en œuvre sincère des décisions librement adoptées. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'exploitation illicite des ressources naturelles illustre parfaitement cette réalité. Elle n'est pas seulement une conséquence du conflit, elle en est l'un des moteurs. Elle finance les groupes armés, affaiblit l'autorité de l'État, entretient des économies criminelles et compromet durablement les efforts de paix. Prévenir les conflits suppose donc également d'agir sur les facteurs qui les alimentent. C'est pourquoi la prévention doit associer sécurité, diplomatie, gouvernance, justice, développement et lutte contre l'impunité. Mesdames et messieurs, 3 priorités devraient guider notre action. Premièrement, faire de la prévention un véritable réflexe collectif en utilisant plutôt les instruments que la Charte met déjà à notre disposition. Deuxièmement, renforcer la mise en œuvre de nos décisions. Chaque résolution importante devrait s'accompagner d'un suivi clair, de responsabilités identifiées, de rapports réguliers et d'une capacité réelle à répondre au non-respect des engagements. Troisièmement, préserver l'intégrité des mécanismes existants, des organes subsidiaires pleinement opérationnels, des mécanismes de suivi efficaces et des bons offices solidement soutenus sont indispensables à une prévention crédible. Nous devons également continuer à renforcer la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, conformément au chapitre 8 de la Charte. L'expérience africaine montre que cette complémentarité permet souvent d'agir plus tôt, plus près des réalités du terrain et avec une meilleure compréhension des dynamiques locales. Distingués membres du Conseil, la paix durable ne résulte jamais du seul silence des armes. Elle repose sur notre capacité collective à prévenir les crises avant qu'elles ne deviennent des conflits ouverts. La crédibilité du Conseil de sécurité ne se mesure pas uniquement au nombre de résolutions qu'il adopte. Elle se mesure à sa capacité de faire vivre les mécanismes qu'il crée et de faire respecter les décisions qu'il prend. Les instruments existent, notre responsabilité collective est désormais de les utiliser plus tôt, plus systématiquement et avec davantage de cohérence. Car la meilleure résolution d'un conflit est encore celle qui aura permis qu'il n'éclate jamais. Je vous remercie. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.